Mheshimiwa Benedetta Kasabago Mushashu atafuatiwa na Mheshimiwa Anatropia Theonest. Mheshimiwa Dr. Rita Kabati ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuchangia. Kwanza kabisa napenda nimpongeze Waziri wa Afya Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa kazi nzuri sana unayofanya katika wizara hii. Kwa kweli mimi sishangai kwa sababu kwenye wizara zote ulikopelekwa umefanya vizuri sana. Kwa kweli wewe ni jembe. Nampongeza sana Naibu Waziri Dr. Mollel. Wewe ukiwa kama daktari una mchango mkubwa katika mambo mazuri ambayo tunaona kwamba na mafanikio yametokea katika wizara hii. Hongera sana. Nampongeza Katibu Mkuu, mganga mkuu wa serikali, wakurugenzi wa taasisi mbalimbali ndani ya wizara hii na watendaji wote kwa mafanikio makubwa sana katika hii sekta ya afya. Hongera sana Mheshimiwa Mohamed Yakub Janab kwa ushindi na vile vile kwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika. Kwa kweli umetuheshimisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake na mapinduzi makubwa ndani ya sekta ya afya. Kwa hiyo tunasema mama asante sana. Mimi ni mjumbe wa kamati ya afya. Tumesikia kilio kikubwa cha bohari kuu ya dawa MSD. Unajua kwamba ina majukumu makubwa ya uzalishaji, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa vifaa tiba ikiwemo madawa. Lakini hawa wamepungukiwa na mtaji na kila mwaka wamekuwa wanaomba, lakini mwaka juzi 2023-24 wakapewa bilioni 1 na mkaona mambo makubwa ambao walianza kufanya. Nina uhakika kwamba wakiongezewa mtaji watafanya vizuri zaidi. Lakini kukosekana kwa mtaji sasa kunafanya hii bohari kuu ifanye kazi kama sio kama bohari kuu, ni kama duka la kawaida la dawa. Na sasa hivi mnaona tendency ya wafadhili wanaanza kujitoa. Katika Tanzania asilimia 90 ya afua za ukimwi na TB zilikuwa zinafadhiliwa na mfuko wa rais wa Marekani. Na mnaona jamaa Mheshimiwa anaanza kujitoa. Kama anavyojitoa sasa, itakuwaje kama sisi hatutakuwa tumeiwezesha taasisi yetu ya MSD ikawa na madawa ya kila wakati? Kwa hiyo mimi kama mwanakamati tumenaleta ombi kwa serikali kwamba kwa kuwa mnadaiwa na MSD bilioni 434.2, tunaomba hizo zikalipwe. Lakini vile vile hii MSD ipewe mtaji wa kutosha kusudi hata hao wafadhili wakija kujitoa, hao wagonjwa wetu karibu milioni 1.5 ambao ni wagonjwa wa ukimwi wanaendelea kutumia ARV, na wagonjwa wa TB wanaopata matibabu ya muda mrefu tuwahakikishie kwamba madawa yatakuwepo wakati wote. Vile vile tuna mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa maana ya NHIF, na yenyewe inaidai serikali bilioni 210.29. Ni kweli usiopunguka kwamba serikali imeboresha huduma za afya. Tumejenga zahanati kila kona, kuna vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa, hospitali za taifa, hospitali za kanda zote zimeboreshwa ili kusudi wa Tanzania waweze kupata huduma iliyo bora. Tunaona vifaa tiba vimenunuliwa, ma CT scan, ma digital x-rays, PET scan, dialysis machines karibu kila mkoa, MRI na kadhalika, lakini matibabu bado ni ghali. Ndio maana serikali mkaja na mpango wa bima ya afya kwa wote ili kusudi asife Mtanzania kwa kukosa matibabu. Kila Mtanzania aweze kutibiwa kwa kupitia bima ya afya. Ili bima ya afya iwezekane, inabidi mfuko wa taifa wa bima ya afya uwe na ukwasi ambao unatosha. Hivyo tunaomba serikali ilipe deni hilo la bima ya afya bilioni 210 ili kusudi
tuweze kuongeza ukwasi katika hii mifuko, itaongeza uhimilivu na uhai wa mifuko, na hivyo waweze kutoa huduma zilizo bora. Mheshimiwa, Tanzania sekta ya afya imeendelea sana, kwa sababu sasa hivi tunapandikiza uroto, tunapandikiza figo, tunaelekea kwenda kupandikiza maini, kupandikiza moyo. Serikali tunaomba haraka sana ilete sheria ya kuwawezesha hawa wataalamu wetu waweze kupandikiza hivyo viungo pamoja na chembe hai kisheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Kagera umepakana na nchi nyingi ikiwepo Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda na kadhalika. Sababu ya mwingiliano mipakani, unakuta kwamba magonjwa ya milipuko na hasa yakiwa kwenye nchi hizo jirani kama Marburg, Mpox, Ebola na kadhalika yanaweza akaingia Tanzania kwa kupitia mikoa ambayo iko katika kwa kupitia mipaka ambayo iko katika mkoa wa Kagera. Kwa miaka mingi wabunge wa mkoa wa Kagera tumekuwa tukiomba tujengewe isolation centers, lakini vile vile tujengewe na hospitali kubwa ya kuweza kutibu haya magonjwa yanayoambukiza na magonjwa ya mlipuko. Kwa niaba ya wana Kagera, tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea isolation center pale Mtukura, ambao ni mpaka ulio kati ya Uganda na Tanzania kule Misenye. Sasa tunaomba isolation centers nyingine ziendelee kujengwa kwenye mipaka ambayo ni rasmi. Kwa mfano kwenye mpaka kati ya Tanzania na Uganda ulio kule Kyerwa, mpaka ulio kati ya Tanzania na Rwanda ulio pale Rusumo Ngara, mpaka ulio kati ya Tanzania na Burundi ulio kule Kabanga, tujengewe isolation centers kusudi wale wasafiri wakifika pale mpakani wakihisiwa kwamba wana haya magonjwa ya mlipuko waweze kutengwa kwenye isolation centers kabla hawajaja Tanzania kuchanganyikana na Watanzania na kuambukiza hayo magonjwa. Juzi tumekuona Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama, ukiwa unatia saini kwenye mkataba wa kutujengea hospitali kubwa ya kisasa ya magonjwa yasiyoambukiza mkoani Kagera. Tunasema mama Mheshimiwa Waziri, asante sana. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujali wana Kagera. Sisi tunachoweza kumwaahidi ni kwamba mwezi Oktoba, itakapofika mwezi wa Oktoba, sisi tunaenda kumlipa, tutampigia kura nyingi, kura za kishindo, kura za ushindi, kusudi ashinde, aendelee kuwa rais na aendelee kutuletea maendeleo katika mkoa wetu wa Kagera. Nampongeza sana Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya afya na masuala ya ukimwi. Kwa kweli umetuongoza vizuri sana, na washukuru na wapongeza na wajumbe wote wa kamati, sekretari yetu kwa kutuongoza vizuri, lakini pamoja na ushirikiano tuliokuwa nayo ambayo ndio mambo yaliyotuwezesha kuyafanikisha yale yote ambayo tumeyafanikisha kama kamati. Mwisho kabisa naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mushashu. Waheshimiwa wabunge, tuna wageni ndani ya ukumbi ambao wameingia mchana huu. Ni wageni wa Mheshimiwa Jenista Joaquim